Katika hiyo video ambayo imetangulia umesikia vizuri sana ya kwamba Mwokozi alikuwa afe katikati ya wiki, na tukaona katikati ya wiki ni siku ya Wednesday. Lakini hapo najua kunaweza zua maswali, lakini tutayajibu sasa hivi kwa sababu tuko na muda, tuko na wakati. Mungu ametujalia na tutaendelea. Sasa ni wakati gani haswa? Naelewa ni Wednesday. Ni siku ya katikati, ni siku ambayo tunaita Wednesday. Sasa ama ni siku ya Jumatano kwa Kiswahili. Sasa ni wakati gani haswa yeye alipaswa afe? Ni wakati gani? Tusome katika Yohana Injili 13 mstari wa kwanza, sehemu ya kwanza. Inasema hivi: basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, hali akijua ya kuwa saa yake imefika atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba. Sasa tumesikia sikukuu ya Pasaka ilipo karibia, ama kabla ya sikukuu ya Pasaka, wakati fulani kabla ya sikukuu ya Pasaka, akajua Mwokozi, yeye akajua saa yake imekaribia sana, ambayo ataondoka katika ulimwengu huu, ama ambao atapata kile ambacho kilikuwa kimpate. Tuende katika kitabu cha Luka tusikie maneno hayo kwa ufasaha zaidi. Katika Luka 22 mstari wa kwanza inasema, ikakaribia sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu iitwayo sikukuu ya Pasaka. Tumesikia ikafika sikukuu hiyo, ama ikakaribia sikukuu hiyo ambayo ni ya mikate isiyotiwa chachu iitwayo sikukuu ya Pasaka. Mstari wa pili nasema, na wakuu wa makuhani na waandishi walikuwa wakitafuta njia ya kumuua, maana walikuwa wakiwaogopa watu. Haya, tumesikia sikukuu ya Pasaka, wakuu na makuhani na waandishi walikuwa wanatafuta njia ambayo wanaweza muua Mwokozi, kwa sababu walikuwa wanahofia watu, wanahofu kuhusiana na watu watasema nini, watafikiria namna gani. Sasa tuingie katika mstari wa 7. Inasema, ikafika sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu ambayo ilipasa kuchinja Pasaka. Sasa hapo tumeingia katika sehemu nyingine. Inasema sikukuu hii imeshafika sasa. Katika mstari huu inasema sasa sikukuu yenyewe ndio hiyo imefika na imeingia sasa. Tuko kwa sikukuu ya Pasaka. Na sikukuu hiyo ya Pasaka ni nini ilikuwa ifanyike? Ilihitajika kuchinjwe Pasaka, ama kuchinjwe, kutolewe dhabihu ya sikukuu hiyo ya Pasaka. Na ndio ukaona Mwokozi alijua saa yake imekaribia, kwa sababu dhabihu ile ambayo alikuwa aitoe wakati wa kuchinja Pasaka, ili afanye agano na kuondoa dhabihu za kuteketezwa. Sasa Pasaka hii ambayo tunaambiwa kuhusu, ama wacha nisome mstari wa 8 kwa ajili ya kueleza mambo na kuyaweka wazi zaidi. Akawatuma Petro na Yohana akisema, nendeni mtuandalie Pasaka tupate kuila. Haya, 9 wakamwambia, wataka tuiandae wapi? Akawaambia. Haya, sasa wacha nifikisha hapo kwanza, kwa sababu tumesikia sasa wakati huo wa Pasaka pia yeye alitamani ale hiyo Pasaka pamoja na wanafunzi wake, na akaambia Petro, nendeni mkatuandalie Pasaka, sababu alitaka hata yeye ale Pasaka. Na ukisoma sehemu ile yote utasikia ni kuhusiana na ile ambayo watu wanaita the last supper, inazungumziwa hapa. Lakini hiyo last supper ilikuja wakati wa hiyo Idi ama sikukuu ya Pasaka. Sasa sikukuu hii ya Pasaka huja wakati gani? Wacha turudi katika Biblia, katika kitabu cha Walawi 23 kuanzia mstari wa 5 pale, ili tujue Pasaka huja wakati gani. Walawi 23 pale, Walawi 23. Kitabu kinanipotea kidogo lakini nitakipata. Haya, kwa hapo Walawi 25, Walawi 23 mstari wa 5 inasema, mwezi wa kwanza siku ya 14 ya mwezi, wakati wa jioni, ni Pasaka ya Bwana.
Tumesikia hapo tu, ndio nataka kidogo, kwa sababu lesoni ambayo nazungumzia saa hii kuhusiana na Pasaka, kuna na vile ambavyo inashikanishwa na kufa kwa Mwokozi na kufufuka. Sasa sikukuu hii ya Pasaka kibibilia huja katika mwezi wa kwanza wa Biblia, lakini kidogo mtu atashindwa ati mwezi wa kwanza wa Biblia afikirie ni Januari. Hapana, sio Januari kama vile watu kama mwezi wa kwanza vile watu wanaweza fikiria, ila tutasoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati ngapi? 16 pale, ili tujue huu mwezi wa kwanza wa Biblia unaitwa nani ama unaitwa namna gani. Kumbukumbu la Torati 16 mstari wa kwanza pale. Najua ni mstari wa kwanza pale. Haya, utunze mwezi wa Abibu ukamfanyie Pasaka Bwana Mungu wako, kwa kuwa ilikuwa ni mwezi wa Abibu alipokutoa Misri usiku Bwana Mungu wako. Mstari wa pili ninasema, nawe umchijie Pasaka Bwana Mungu wako katika kundi la kondoo na la ng'ombe, mahali utakapomchagua atakapopachagua Bwana kalishe jina lake. Haya, tumesikia sikukuu hii ya Pasaka, kuna kazi ilikuwa ifanyike. Bwana alikuwa achinjiwe Pasaka, ng'ombe ama mbuzi kulingana na vile utachagua, lakini hapo siko sana kwa sababu ili nisitoke katika mada yetu. Lakini sikukuu hii ya Pasaka ilikuwa inakuja katika mwezi wa kwanza, na mwezi huu wa kwanza ndio unaitwa Abibu. Sasa mwezi huu wa Biblia ambao unaitwa Abib ndio huo mwezi wa Pasaka. Sasa siku ya 14 ya mwezi kulingana sasa na Walawi 23 mstari wa 5, siku ya 14 ya mwezi ndio haswa siku ambayo ni ya Pasaka kulingana na Biblia. Sasa siku hiyo ya 14 ya mwezi ndio sasa Biblia inasema, ukisoma Luka 22 mstari wa 7 pale, Mwokozi akataka Pasaka ya siku hiyo iandaliwe ili waweze kula pamoja na wanafunzi wake. Japo kulikuwa na zingine ambazo zilitangulia, hiyo ilikuwa ni desturi. Lakini kuna jambo la maana ambayo tumesoma katika kitabu cha Yohana 13 ikisema alijua saa yake imekaribia. Ndio maana hii Pasaka hiyo inanakiliwa katika Biblia, japo kuna zingine, lakini hii inanakiliwa katika maandiko, maana ilikuwa ni Pasaka speciali ambayo Mwokozi alikuwa aile pamoja na wanafunzi wake, kwa sababu katika hiyo Pasaka ndio dhabihu hiyo ilikuwa ifanyike. Na tukaona katika mstari wa kwanza katika hicho kitabu cha Luka 22 ikisema wale wakuu na makuhani walifanya shauri ili waweze kumuua Mwokozi. Sasa ni kwa nini tushirikishe mambo haya yote? Ni kwa nini niseme kuhusiana na Pasaka na pale tuliacha kuhusiana na kufa kwake siku ya katikati ya juma? Ni kwa sababu gani niseme kuhusiana na Pasaka? Na ni kwa nini ni linki hii Pasaka na hii maneno ya kufa kwake? Sasa hapo najua kidogo mtu anaweza jiuliza maswali, lakini kama vile nilisema tutayajibu hapa kwa sababu Biblia tunayo na muda tunao. Sasa tukasikia Pasaka huja siku ya Pasaka huwa tarehe 14 mwezi wa kwanza. Na kama vile wewe unajua kabisa ni kwamba siku huwa inabadilisha. For example, kama tarehe moja ya siku ya mwezi huu ilikuja siku ya Jumapili, basi tarehe moja ya mwezi ujao ya mwaka ujao ya mwezi huu itakuja siku ya Jumatatu. Hivyo ndivyo, yani siku zinabadilisha. Kwa hivyo kama Pasaka ya mwaka huu, na sababu yangu mimi kutoa hii video mwaka huu ni kwa sababu Pasaka ya mwaka huu kulingana na Biblia, sababu Pasaka ilikuwa na tulisherekea, japo kwa sababu ya mambo tulisherekea nyumbani. Pasaka ya mwaka huu kwa kalenda ambayo inatumika na watu mwaka wa 2020 tulisherekea nyumbani kwa sababu ya directives za serikali. Lakini sasa Pasaka ya mwaka huu tarehe 14 haswa ilifika siku ya Wednesday.
Lakini katika kuhesabu tunajua siku huanza jioni na kuisha jioni. Kwa hivyo hii Pasaka ilikuja jioni, tukitoka siku ya Tuesday tukiingia siku ya Wednesday. Hapo hiyo jioni, Tuesday inaisha jioni, sasa tunaingia Wednesday. Pasaka ilianza hapo. Na ukirudisha nyuma, Mwokozi wetu alisema atakomesha sadaka na dhabihu katikati ya juma. Ama Biblia, unabii wa Biblia ambao ulitolewa ni hivyo, atakomesha sadaka na dhabihu katikati ya juma. Na ndiyo sasa tulikuwa tunauliza katika sehemu ya kwanza, je, kutoka siku ya Friday jioni, for example, sababu watu husema hivyo kisha na maana husoma maandiko, na hiyo nitanukuu. Kisha na maana wao husoma maandiko katika kitabu cha Yohana 19:31. Hapo ndipo watu kusoma na kufikiria vile ambavyo wao hufikiria, lakini ni sawa. Tutajibu hiyo pia katika Biblia. 19:31 kitabu ni Yohana. Inanipotea, lakini sawa, nimekipata. 19:31 Yohana inasema kwa 19, jamani nilikuwa nimeenda Matendo ya Mitume, lakini Yohana 19:31 inasema basi Wayahudi, kwa sababu ni maandalio, miili isikae juu ya misalaba siku ya Sabato, maana Sabato ile ilikuwa siku kubwa. Walimuomba Pilato miguu ivunjwe wakaondolewe. Haya, sasa kidogo pale kuna jambo tumesikia, kuna Sabato, lakini tuwasoma kwa Biblia ya Kiingereza. Ninayo hapa King James Version. 9:31 kitabu ni Yohana inasema, the Jews therefore, because it was the preparation that the bodies should not remain upon the cross on the Sabbath, for that Sabbath day was a high day. Hiyo imewekwa into bracket kumaanisha kuna jambo lingine zaidi ya vile watu wanaweza kulichukulia kwa urahisi. Besought Pilate that their legs might be broken and that they might be taken away. Sasa kuna hilo jambo tumesikia, high day, that Sabbath was a high day, ama tunaita high day Sabbath. Sasa ndio tukauliza swali, kwani kuna sabato nyingine isipokuwa ile ambayo sisi tumezoea? Na mimi nasema na ipo katika kitabu cha Walawi 23 mstari wa 7. Sasa Walawi 23:7 tusome pale tusikie. Walawi 23:7, siku ya kwanza mtakuwa na kusanyiko takatifu, msifanye kazi yoyote ya utumishi. Sasa tumesikia siku ya saba. Wacha tusome katika Biblia pia hii ya Kiingereza tusikie inasema namna gani kuhusiana na hilo. Siku katika Walawi 23 mstari wa 7 inasema in the first day ye shall have a holy convocation, ye shall do no servile work therein. Hivyo ndivyo Biblia inasema. Sasa hiyo high day Sabbath kwanza inamaanisha nini? Sabbath inatoka kwa neno Shabbat ambayo inamaanisha solemn rest ama kupumzika. Na tumesikia siku ya kwanza ya siku kuu ya mikate isiyotiwa chachu, hiyo tarehe 15 ni siku ya kupumzika, na kupumzika ndio inaitwa Sabato. Haya, watu hawapaswi kufanya kazi yoyote. Wacha tusikie amri ya Sabato hiyo katika kitabu cha Kutoka 12 mstari wa 16 pale. Kutoka 12:16. Tusikie kuhusiana na zaidi kuihusu hiyo Sabato. Siku ya kwanza kutakuwa kwenye kusanyiko takatifu. Na enda haraka kwa sababu ya muda. Siku ya kwanza kutakuwa na kwenu kusanyiko kutakuwa kwenu na kusanyiko takatifu. Na siku ya saba kutakuwa na kusanyiko takatifu. Sikia. Siku ya kwanza ya sikukuu hiyo ya mikate isiyotiwa chachu, yani tarehe 15 haswa
ni siku ya kusanyiko takatifu, tena ni siku ya kupumzika. Ila nini? Wacha tuendelee. Haitafanywa kazi yoyote katika siku hizo isipokuwa kwa hiyo ambayo kila mtu hana budi kula, hiyo tu ifanyike kwenu. Tumesikia siku hiyo ni siku ya kupumzika, isipokuwa mtu hana budi kula. Hiyo kazi ya kutayarisha vyakula, sababu pia ni sikukuu, ndio itafanyika hiyo siku hiyo peke yake. Kwa hivyo tumesikia kuna sabato ambayo, ama siku ya kupumzika ambayo huja tarehe 15 ya mwezi wa kwanza, sikukuu wakati wa sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, na hiyo ndio inazungumziwa katika kitabu cha Yohana 19 mstari wa 31. Na hiyo kwa muda wa ziada unaweza jisomea 19 yote, usikie matukio kamili ya vile mambo yaliendelea, vile mambo yalikuwa, vile mambo yalienda yote hadi ukamilifu wake. Basi tumeelezwa kuhusiana na hiyo sabato. Sasa kuna mtu atauliza, na je, alifufuka wakati gani? Sababu tumesikia alikufa siku ya katikati ya wiki. Alifufuka siku gani? Halafu tujumlishe matukio tusikie. Kwa kweli alikaa kaburini siku 3 mchana na usiku. Haya, tuende katika kitabu cha Mathayo 28. Mathayo 28 pale mstari wa kwanza. Sababu tumesikia alikufa katikati ya juma. Sasa alifufuka wakati gani? Hiyo pia ni swali mtu anaweza kujiuliza, lakini tulisema tunao muda tutajibu. Hata sabato ilipokwisha, ikipambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Nasikia siku ya kwanza ya juma baada ya sabato. Sasa ni nini ilifanyika? Ni nini walipata haipo? Ama ni nini kiliweza kutendeka kwao? Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka toka mbinguni, akaja akalivingirisha lile jiwe, akalikalia, na sura yake ilikuwa kama umeme na mavazi yake meupe kama theluji. Aya, sasa tunasikia kwamba wakati hao walikuja, kuna tukio liliweza kufanyika, yaani baada ya sabato. Sasa kuna matukio mengine ambayo yanaanza kufanyika, lakini kidogo pale tukirudi katika mstari Mathayo hiyo 27 mstari wa 62, kuna jambo ambalo tutaangalia hapa. Mathayo 27:62 ambayo inasema, hata siku ya pili iliyo baada ya maandalio, wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakakusanyikia Pilato, wakasema, Bwana, tumekumbuka kwamba yule mjanja alisema alipokuwa akali hai, baada ya siku 3 atafufuka. Hawa ni Mafarisayo wanakusanyika kwa Pilato na wakuu wa makuhani. Wakaenda kwa Pilato wakamwambia yule mjanja, sababu walikuwa na mthalilisha, hivyo walienda kwake kwa lugha ya kejeli. Walitaka kusema, yani yule mtu ambaye walimuita mjanja, kisha na maana hawakumtaka, hawakumtamani vile ambavyo alikuwa. Wakasema wao wenyewe, wakasema tumekumbuka, yani baada ya Mwokozi kuzikwa, ambayo pia hiyo tutaangalia baadaye. Tutaangalia baada ya Mwokozi kuzikwa, baada ya Mwokozi kuzikwa, hawa wanakuja kusema ya kwamba yule mtu alikuwa amesema baada ya siku 3 atafufuka. Sasa alizikwa lini? Sasa turudi katika kitabu cha Yohana ile ambayo tulisoma 19 pale mstari wa 30, kuanzia 30 pale. Kuanzia 30 tukiendelea. Mathayo Yohana 19 alizikwa lini? Ili tuendelee tukieleshana vizuri. Tusome Mathayo Yohana 19 kuanzia mstari wa 30. Inasema when
Messiah therefore had received the vinegar, he said, "It is finished," and he bowed his head and gave up his spirit, and gave up the spirit. 31. Then the Jews therefore, because it was a preparation day, that the wacha tusome mstari wa ngapi? Wa kuanzia mstari wa 40 pale. Wacha tusome kuanzia mstari wa 40. They took the body of Messiah and wound it in linen clothes with the spices, as the manner of the Jews is to bury. Now in the place there he was crucified was a garden, and in the garden a new sepulchre, wherein was never a man laid. There they laid Messiah, therefore, because the Jews' preparation day for the sepulchre was nigh at hand. Sasa tumesikia huyu Mwokozi aliweza kuzikwa siku ya maandalio. Na ni maandalio ya nini? Tukisoma katika Luka 24 pale, Luka 23 sasa. Sababu lazima tujumuishe vifungu vyote ili tuende sawa. Luka 23. Ili tuweze kujumlisha hayo kujumlisha ama kuleta pamoja matukio yote ili tuweze kuwa katika hali ya mwangaza. Tusome kuanzia mstari wa 51. The same had consented to the council and deeds of them. He was of Arimathea in the city of Jews. Huyu ni ule mtu ambaye alimzika, ambaye alikuwa anaitwa Joseph of Arimathea. He was also the city of Arimathea, a city of Jews, who also himself waited for the kingdom of God. Wacha tusome kwa Biblia ya Kiswahili. Haya, Luka 23 mstari wa 51 pale. Ili tuweze kuleta pamoja, tumesikia katika Yohana ikisema ya kwamba alizikwa siku ya maandalio, na hivyo ndivyo ilivyo. Hatuwezi kanusha maandiko kwa sababu imeshaandikwa. Inasema 50. Tazama, akatoka mtu mmoja jina lake Yusufu, ambaye ni mtu wa baraza, mtu mwema mwenye haki, wala hakulikubali shauri la tendo lao. Naye ni mtu wa Arimathaya, mji mmoja wa Wayahudi, tena anautazamia ufalme wa Mungu. Mtu huyo alikwenda kwa Pilato akataka kupewa mwili wa Yeshua. Na siku ile ilikuwa siku ya maandalio, na Sabato ikaanza kuingia. Tukaona ya kwamba huyu alitaka ule mwili auzike kabla ya Sabato kuingia. Na hii tunaona tulisoma tukasikia Sabato hii ni Sabato ya tarehe 15 ya mwezi wa kwanza, sababu alikufa siku ya Pasaka, na siku ya Pasaka ni siku ya 14 ya mwezi wa kwanza. Na siku ya 15 ambayo hufuatia ni siku ya mikate isiyo ni kuanzia siku ya mikate isiyotiwa chachu, ambayo inaenda kwa siku 7 mfululizo. Siku ya kwanza inakuwa ni siku ya kupumzika, na siku ya mwisho tena ni siku ya kupumzika. Kwa hivyo tunapoangalia matukio haya, ni dhahiri ya kwamba aliweza kukufa siku ya 14, na hiyo ndio ilikuwa maandalio ya siku ya Sabato ya 15 ama ya siku ya 15 ya mwezi wa kwanza kwa mujibu wa Biblia. Sasa tunarudi sasa katika Mathayo, kwa sababu hilo nafikiri nimeliweka wazi, japo huenda ni kwa urahisi hivyo kwa sababu ya muda ambao tuko nao, lakini tunapomalizia nitaweza kukupatia vile ambavyo tunaweza fanya, ili mtu akitaka ufahamu zaidi tuweze kujua atafahamu namna gani. Haya, turudi katika kitabu cha Mathayo. Mathayo 27 mstari sasa mstari wa 63. Inasema, wakasema, Bwana, tumekumbuka ya kwamba yule mjanja alisema alipokuwa akali hai, baada ya siku 3 atafufuka. Kwa hivyo yeye mwenyewe
hawa Wafarisayo walijua ya kwamba atakufa na baada ya siku 3 atafufuka, kwa mujibu wa maneno yake vile ambavyo alisema siku 3 mchana na usiku atafufuka. Sasa pia hawa walikuwa wanajua hayo maneno, na ndio maana wakaja kwa Pilato. Ni nini walitaka kutoka kwa Pilato? Ama walimwambia hayo maneno ili Pilato afanye nini? Basi wakaendelea kusema 64, basi amuru kwamba kaburi lilindwe salama hata siku ya 3, wasije wanafunzi wake wakamuiba na kuambia watu amefufuka katika wafu, na udanganyifu wa mwisho utapita ule wa kwanza. Pilato akawaambia, mna askari, nendeni mkailinde salama kaburi mjuavyo. Wakaenda wakailinda kaburi salama hata kulitia lile jiwe muhuri pamoja na wale askari walinzi. Sasa ndugu yangu ama rafiki yangu mtazamaji, ni vizuri sana tumesikia haya matukio ya kwamba Mwokozi alikuwa amesema atakufa na baada ya siku 3 utafufuka. Hawa Mafarisayo wakawa wamefikiwa na ile habari, wakajua alisema atakufa na baada ya siku 3 atafufuka. Wakaomba kuwe na askari ambao watalinda lile kaburi ili wasije wanafunzi wakauiba mwili, na wanasema ati wakiiba ule mwili alafu waseme amefufuka, utakuwa ni udanganyifu mkubwa zaidi ya ule wa kwanza. Ule wa kwanza upi? Ambao alikuwa Mwokozi mwenyewe amesema ati atakufa na baada ya siku 3 atafufuka. Sasa lesoni hii ni refu sana, ila naomba niifikishe pale.